Ngoja nikueleze ukweli mchungu. Matatizo mengi ulionayo sio bahati mbaya, sio trauma, na wala hayatokani na jamii inayokuzunguka. Ni tabia. Tabia mbaya zilizojificha kama utu. Tabia mbaya unazozitetea. Tabia mbaya ulizokataa kuziacha. Usiogope. Kama ukirekebisha hivi vitu vitano, msongo wako unapungua. Ujasiri wako unaongezeka. Nidhamu yako inaimarika. Na hatimaye maisha yanaanza kuonekana mepesi. Si kwa sababu maisha yamebadilika, bali ni kwa sababu wewe umebadilika. Namba 1. Lala mapema. Hii sio kuhusu kulala tu. Hii ni kuhusu udhibiti wa maisha yako. Watu wanaochelewa kulala mara nyingi ni watu wasio na nidhamu, wenye hisia zisizo imara, wenye akili iliyochoka, wanaozidiwa na mambo madogo. Usiku wa kuchelewa huzaa asubuhi dhaifu. Asubuhi dhaifu huzaa siku zilizochanganyikiwa. Siku zilizochanganyikiwa huzaa maamuzi mabaya, na maamuzi mabaya hukusanya madhara. Ukweli mchungu ni huu: kama huwezi kudhibiti muda wa kulala, huwezi kudhibiti maisha yako. Kukaa macho ukiperuzi, ukicheza game, au ukijiburudisha sio kupumzika, ni kukwepa kesho. Unakwepa kesho kwa sababu kufanya kazi leo. Watu wanaolala mapema huamka wakiwa mbele. Ufikiri kwa uwazi. Ufanya mazoezi kwa uthabiti. Ujibu mambo kwa utulivu badala ya miemko. Urekebishi maisha saa 8 usiku. Unayahujumu hapo. Namba 2. Fanya mazoezi kila siku. Matatizo mengi ya akili ni matokeo kwa kutelekeza mwili. Unasema ni wasiwasi. Unasema ni kukosa motisha. Unasema ni kukosa kujiamini. Lakini ukweli ni huu: mwili wako ni dhaifu. Umesimama. Haupewi changamoto. Mazoezi sio hiari. Ni msingi wa utulivu wa akili. Usipofanyisha mwili mazoezi, utakuwa na akili sio imara. Unahitaji motisha. Unahitaji damu itembee. Mazoezi yanakufundisha kusubiri matokeo, kuvumilia maumivu, kudhibiti hisia na kujiheshimu. Watu wanaofanya mazoezi hawalalamiki sana. Wana shughuli ya kubeba mzigo, kimwili na kiakili. Namba 3. Acha kuwaambia kila mtu matatizo yako. Hili linaumiza. Watu wengi husambaza matatizo yao kila mahali: marafiki, familia, mitandao ya kijamii, makundi ya WhatsApp. Halafu wanashangaa kwa nini wanajihisi dhaifu. Kuzungumza hakutatui matatizo. Hatua ndizo zinazotatua. Ukweli mchungu ni huu: kadri unavyozungumza zaidi kuhusu matatizo yako, ndivyo unavyoyafanya yawe sehemu ya utambulisho wako. Watu imara hufikiri kimya kimya, hutenda bila kelele, hubadilika bila kulalamika. Kama mtu hawezi kukusaidia kuyatatua, acha kumwambia. Ukimya hujenga nguvu, kelele hujenga utegemezi. Namba 4. Kula kama mtu mzima, sio mtoto. Chakula unachokula kinaathiri hisia zako, nidhamu yako, nguvu zako. Chakula cha hovyo husababisha ubongo mzito, hisia zisizodhibitika, uvivu, pamoja na kiwango kidogo cha homoni za kiume. Sikiliza. Kama chakula chako ni kibaya, viwango vyako vya maisha vitakuwa vibaya pia. Watu wanaokula vizuri hawawi bora kimuonekano pekee, bali pia wana fikra nzuri. Nidhamu kwenye chakula huonekana kwenye kazi, mahusiano, pamoja na kujidhibiti. Upande juu ya lishe yako, unashuka mpaka kiwango chake. Namba 5. Fanya jambo moja gumu kila siku, hata kama hujisikii. Hii tabia huua visingizio. Jambo gumu linaweza kuwa kuoga maji baridi, mazoezi magumu, mazungumzo magumu, kazi inayohitaji umakini mkubwa. Haijalishi ni nini.
Cha muhimu ni ushinde upinzani kila siku. Ukweli mchungu ni huu. Watu wengi wana msongo kwa sababu hawana nidhamu. Nidhamu huzaa fahari. Fahari huzaa kujiamini. Kujiamini huua woga. Ukijithibitisha kila siku unafanya kinachopaswa kufanywa, hisia zako haziwezi tena kukuongoza. Umepata kitu? Tuambie nini unafikiri kwenye maoni. Vile vile usiache kuonyesha upendo kwa kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.